Sikuwa najua kama siku moja atakuwa kiongozi, ila nilikuwa napenda kazi anazozifanya, nilikuwa napenda machapisho anayoyafanya, kwa hiyo nilikuwa namfuatilia sana. Kaamua kukitumia Kiswahili kumpeleka yeye duniani. Yes, unaweza kaangalia ni kwa namna gani alitake opportunity ya yeye kuwa Mtanzania, yeye kuzungumza Kiswahili. Leo hii anaenda nchi za nje, anaenda kushiriki makongamano makubwa. Lakini ukiangalia nini ambacho kimemfanya kufika pale, ni kuamini kuwa Kiswahili kina value kubwa sana na kina uwezo kumfikisha yeye duniani. It's another productive day, it's another beautiful day. Yo, niko na finalist lakini pia ni viongozi wa staff wa serikali wanafunzi TIA TIASO. Niko na Rachel ambaye alikuwa ni makamu wa rais wa serikali wanafunzi TIASO. You're welcome. Thank you. Lakini pia nipo na my brother Rama ambaye alikuwa waziri mkuu mstaafu wa serikali wanafunzi TIASO. You're welcome. Thank you so much. So ladies is first. Nataka kwanza tutaanza upande wa kulia ambao tuna makamu wa rais mstaafu Rachel. Atajiintroduce yourself hapa, tutatuambia background yake before ajawa vice president TIASO. Asante. Jina langu ni Rachel Ntumba. Nilikuwa makamu mstaafu wa serikali wanafunzi TIASO 2025-2026. Na kwa background yangu, kabla sija makamu wa rais, hapo nyuma nilikuwa mbunge, baadaye nikahudumu katika nafasi ya waziri wa fedha wa serikali ya wanafunzi mwaka 2023-2024. Baada ya hapo ndo nikapiga step ya kuwa makamu wa rais. Nataka uniambie ni kitu gani ambacho kilikushawishi wewe kugombea nafasi ya makamu wa rais, na idea hiyo na motivation ilitoka wapi? Idea na motivation ya mimi kugombea nafasi ya makamu wa rais haikutoka kwa mtu, bali ilikuwa ndani yangu, kwa sababu nilitamani kupiga hatua zaidi ili nipate uwanda mpana wa kufanya majukumu ya kiuongozi ili niweze kuwasaidia wanafunzi ama kubeba maslahi mazima ya wanafunzi. That's good. Yo, na rudi upande wa kushoto, niko na one of the best leader ambao wamekutokea kwenye serikali ya wanafunzi TIA. I'm talking about my brother Lama. Kwanza bro, nataka ujiintroduce yourself, background, lakini pia kitu gani ambacho kilikuinspire wewe kujiingiza kwenye serikali ya wanafunzi na kuteuliwa kwa waziri mkuu? Na rais aliona nini kwako? Majina yangu mimi naitwa Ramadhan Said Mbolagi, ni waziri mkuu mstaafu serikali ya wanafunzi awamu 25-26. Background yangu uongozi kwa hapa chuo. Mimi nilianza masomo yangu 2020 certificate level ya cheti. Yes, nilianza pale na sijawahi kuwa kiongozi kwenye taasisi, lakini imani yangu na kujitoa kwangu kushiriki katika mambo mbalimbali hapa chuo, kushirikiana na wanafunzi na kupenda uongozi, hicho ndio kilichofanya Mheshimiwa Rais kujenga imani kwangu na kunisababisha yeye kuniteua mimi kama waziri mkuu. Yes, na hiyo ilinipa mimi ari ya kufanya kazi zaidi, kwa sababu niliona kumbe apart from kuwa kiongozi wala kuwa na background yoyote, inaweza ikanifanya pia nikawa mtu mkubwa zaidi, sio kikubwa hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni inspiration kwangu na kwa watu ambao wananizunguka, na kwa watu ambao wanaamini kuwa uongozi ni lazima uwe na background, lakini hapana. Kujitoa kwako na kazi ambazo unazifanya pia inaweza kukupelekea wewe kuwa mtu bora na kuwa na cheo kikubwa. It depend na time tu, na wakati ukifika basi wanasema wenyewe kwamba ukihitajika utaidi. Yes, very true. By the way, tunajua kwenye maisha kuna kupanda na kushuka. Kuna sad moment na kuna good moment. Na nataka uniambie Rama, ni sad moment gani ambayo huwezi kuisahau kipindi uko chuo, na ni good moment gani ambayo you never forget kipindi ambapo uko chuo katika miaka yako yote mitatu? Okay. Kwanza nikianza na good moment ambayo nimekutana nayo hapa chuo. Kwanza kabisa nimepata familia kubwa. Yani ni familia nikimaanisha kuwa nimepata marafiki wa karibu ambao tumesaidiana kwenye shida na raha. Lakini pia big moment kwenye uongozi serikali yetu, pia ni furaha yetu sisi ni kuona kwamba wanafunzi wanatatua shida zao kupitia sisi. Hiyo ndo the big moment na good moment ambayo sisi tunaikumbuka sana. Kwa mimi binafsi, kumsaidia mwanafunzi shida yake au kumsaidia mwanafunzi kuondokana na hali fulani ambayo ilikuwa inamtatiza au kumnyima raha, hiyo ni kitu kikubwa sana kwetu sisi.
na kwa kawaida ari ya kiongozi kuendelea kufanya kazi ni pale anapoona kwamba ufanyaji wake wa kazi basi unaleta athari chanya. Yes. Na moment ambayo ni mbaya kwangu ambayo naikumbuka ni kuwa kubalance uongozi na masomo. Kuna muda pia uongozi ulikuwa unanikaba sana. Kuna namna nilikuwa kama na delay kwenye masomo, lakini alhamdulillah niliweza kubalance kila kitu na mambo yameenda vizuri. Kwa hiyo ndo moment ambayo haikuwa nzuri, of course. Uongozi, masomo, kubalance vitu vile kwa wakati mmoja inaleta shida, lakini tulipambana kadri ya uwezo, kwa sababu tunasema challenge ndizo ambazo zinatujenga kwa bora zaidi. Hicho ndo kitu ambacho nakikumbuka zaidi kwenye uongozi. That's good. Na switch upande wa pili naenda kwa Madam Rachel. Nitajie moment ambayo huwezi kuisahau Sadi kwa kipindi ambacho uko chuo, na good moment ambayo you never forget the time ambayo uko chuo kwenye miaka yako mitatu. Okay, nianze na the good moments nikiwa chuo. Kwanza good moment ni networking. Yani kipindi ambacho nimekuwa chuo since 2020 mpaka this time 2026, nimetengeneza network kubwa sana ya watu ambao wengine huenda nisingeweza kuwafikia, na nafasi za uongozi ambazo nimekaa na nimezitumikia zimenisaidia pia kujuana na watu ambao kama ningekuwa mwanafunzi wa kawaida nisingepata nafasi ya kuwafahamu. Kwa hiyo nimepata network kubwa na network nzuri ambayo mimi kwangu ina manufaa makubwa na itanisaidia hapo mbeleni. Lakini the good moment nyingine pia ni kuwasaidia wanafunzi, kwa sababu nafasi ya uongozi ilinifundisha kwamba uongozi si tu kuwa na nafasi ama kuwa na cheo, bali uongozi ni kuwahudumia wanafunzi. Uongozi ni dhamana, ni nafasi ambayo umeaminiwa na watu wanategemea uwalipe fadhila kwa nafasi waliokuamini. Kwa hiyo ni nafasi ambayo ilinijenga katika kutetea maslahi ya wanafunzi, ilinijenga katika kuweka ushirikiano wa wanafunzi na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo mimi kwangu kumsaidia mwanafunzi na tatizo lake likawa limetatulika, it's a good moment kwangu kwamba nimefanya kwa nafasi yangu na nimemsaidia mwanafunzi. By then the bad moments ni kwamba mwanafunzi huwa naamini kwamba kiongozi wa serikali ya wanafunzi ana uwezo wa kutatua changamoto yote ile, of which is not real. Si kweli, kwa sababu kuna hierarchy, kuna mipaka. Mimi naweza kutatua mpaka hapa, lakini nyingine management inahusika. Kwa hiyo kuna mwanafunzi anakuja na changamoto kweli, I wish nimsaidie, lakini siwezi, nafasi yangu kuna mahali inaishia. Kwa hiyo na ukishindwa kumsaidia ile mwanafunzi anahisi kwamba wewe umekataa kumsaidia, kumbe haiko ndani ya mamlaka yangu. Kwa hiyo it's bad moment, kwa sababu unaumia kwamba huyu nimeshindwa kumsaidia, lakini sio kwa kupenda, kwa sababu sina mamlaka ya kumsaidia kwenye hiyo changamoto yake. That's good. Narudi upande wa pili kwa my brother Rama. Mimi Rama binafsi nafahamu ni mtu ambaye anapenda sana maendeleo na mtu ambaye anapenda pia entertainment kinoma noma. Nataka uniambie, ukiwa free, ukiwa nje ya darasa, ukiwa nje ya mazingira ya chuo, Rama anapenda kufanya nini? Na hobby yako, vitu vyako ambavyo kufanya uburudike ni vipi? Of course, nje ya chuo, mimi kwanza ni mpenzi wa mpira wa miguu sana. Yani naucheza mpira wa miguu na pia nauangalia, naufuatilia sana. Ni hobby yangu, ni kitu ambacho nakipendelea sana kukifanya. Na nikiwa hivyo kawaida, workout, gym, hivyo kukimbia, mazoezi in short, hivyo ndio kitu ambacho napenda sana kukifanya nikiwa kwenye muda wangu wa kawaida nyumbani, nitulia hivyo. Kwenye muziki unampenda msanii gani wa Bongo na unasikiliza ngoma gani sana? Bana, hapa kibongo bongo, Diamond Platinum. Kwa sababu ukiachana tu na popularity au na jina lonalo, jamani hadiweka. Yani hadiweka kwamba hajakaa tu kubweteka kwamba okay, mimi na jina ni relax, ila still bado anaendelea kujenga legacy ambayo inawa-inspire vijana wengi hapa Tanzania. Kwa hiyo ukiachana tu na kipaji alichonacho, creativity, pia ni mtu ambaye anafanya makubwa sana hivyo. Kwa hiyo ni one of the best artists ambao nawakubali sana hapa Bongo Bongo. Hivyo anafanya vizuri sana. Baada ya kumaliza masomo, tumtegemee Rama akifanya nini mtaani? Na je, moja kwa moja ataenda kuajiriwa au atajiajiri? Yani what's next step baada ya maisha ya chuo?
Okay. Next step baada ya chuo, kuajiriwa na kujiajiri, hizi ni stages zote mbili, yani hizi ni side zote mbili ambazo ni nzuri. Yes. Kuajiriwa, yes. Na plan ya kuajiriwa kwa sababu pia natamani kuitumikia nchi yangu, taifa langu kwa uzalendo zaidi na kwa ari kubwa. Lakini pia kama kijana ambaye nina malengo makubwa, natamani kujiajiri. Nikijiajiri mimi basi nitakuwa nimeprovide fursa zingine kwa vijana wenzangu na kuendelea kuinua pato la nchi kwa ujumla. Hivyo kwa hiyo hizi pati zote mbili za kuajiriwa au kujiajiri ni pati ambazo nazifikiria kwangu na pia zote nitazifanyia kazi inshallah. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutakutana huko kote kwenye kuajiriwa na kujiajiri, au sio? Yes. Ukiambiwa uchague kimoja kati ya kuajiriwa na kujiajiri, unachagua nini for you? Mimi nitachagua sana kujiajiri kwa sababu natamani sana kuona mimi ni chanzo cha mafanikio ya vijana wengine. Yes, kwa hiyo kujiajiri ni pati ambayo unaiangalia kwa jicho pana sana. Yes. Huo ni mtazamo wa Rama. Je, mtazamo wa Rachel yeye ana mtazamo gani? Je, kati ya kuajiriwa na kujiajiri kipi bora, na what's the next step baada ya kumalizana na elimu ya chuo? Nini tumtegemea Rama atakifanya Rachel? Okay. Kwanza kitu ambacho jamii inapaswa ifahamu kwamba labda baada ya chuo Rachel anaenda kufanya nini. Kwanza Rachel tayari amepata professional ambayo hii professional itaenda kumsaidia kuanzisha vitu vingine zaidi. Si tu kuanzisha, inaweza sio kuanzisha bali ni kuendeleza, kwa sababu vipo tayari ambavyo vimekwisha anza kwenye kipindi akiwa yupo mazingira ya chuo. Kwa hiyo Rachel anapotoka chuoni, kuajiriwa ni tunasema ni bahati, ama ni fursa za Mwenyezi Mungu kwamba okay, nenda kakee pale. Ni sawa, ikitokea tutamshukuru Mungu, tutafanya kazi, japo sio kipaumbele cha moja kwa moja kwamba ni lazima niajiriwe. Kwa sababu nikisema leo niweke kwenye akili yangu ni lazima niajiriwe, at the moment nimekosa ile ajira, nitaumia na naweza nikakata tamaa ya kupambana na maisha. Kwa hiyo nje na kuajiriwa, tutaendelea kujiendeleza na vitu vingine vya kijamii zaidi. Hapo kwenye kujiendeleza, mimi nafahamu Rama kwenye ishi tofauti special za kukuza vipaji na kuendeleza pia talent za tofauti. Kwa Rachel pia nafahamu pia yeye anapenda sana kuimpact knowledge kwa wasichana wenzake na mabinti na hata wavulana pia, na una initiative ya Binti Mahiri na Brain Food. Tuelezee kuhusiana na Binti Mahiri na Brain Food na mwelekeo wake ukoje kwa sasa? Okay. Mwelekeo wa Binti Mahiri ni ambayo nili launch this year tarehe 5 mwezi wa 8. Mwelekeo wake uko vizuri na natamani na nimesha seti plani nzuri za kuwa na mwendelezo wa Binti Mahiri ambao utaendelea kuwa na season by season. Lengo kubwa ni kuendelea kuhamasisha mabinti kutambua nafasi zao, kujua kwamba wanabidi waishi kwenye malengo walionayo na kuhakikisha yanatimia kwa viwango vya juu. Kwa hiyo tutakaporudi Disemba nitakuwepo mjini kuendelea kuweka plani nzuri za kufanya season 2 ya Binti Mahiri, na I hope itakuwa kwa ukubwa zaidi, kwa sababu mara zote mwanzo ni mgumu na tulianza kwa ugumu, lakini Mungu alisaidia, jambo likaenda, na kwa sababu tumekwisha gain experience, tutakaporudi kuifanya itakuwa ni the best zaidi. Kwa hiyo niwaombe mabinti ambao watasikia hili wajipange na wajiandae kweli kweli. Yeah, kama wewe ni mjasiriamali, ni mfanyabiashara, ni content creator, ni public speaker, ni leader, na as long as ni binti, jiandae, itakuwa ni kubwa zaidi. Yeah. Kwa upande wa Brain Food Academy, ili ni jukwaa pia ambalo linajumuisha vijana wote, wasomi, wasio wasomi, jamii nzima. Lengo la jukwaa hili ni kutoa elimu kuhusiana na maono, lakini financial consultants, issues of vision, personal development, entrepreneurship, leadership, na limekuwa ni jukwaa bora ambalo linafanya vizuri. Kama kwa mtu ambaye anapita katika mitandao ya kijamii akifuatilia, linafanya vizuri na matokeo na feedback ni nyingi.
kwa ambao wanafuatilia na limekuwa likiwavusha watu wengi sana, na mwelekeo wake ni kwamba kwa kuwa nimeshamaliza kwa level hii ya elimu, natarajia kulilaunch rasmi, kwa sababu sikuwa nimelilaunch, natarajia kulilaunch rasmi. Kwa hiyo bado nipo on process. Okay. Ya, kwa hiyo watu wategemee makubwa zaidi kupitia Brain Food Academy. Litakuwa ni jukwaa bora na litakuwa ni jukwaa ambalo litatambua na kuibua vipaji na nafasi ama maono ya vijana wengi. Yeah. Okay, Rama. Kuna mtu sasa hivi, of course, mwanafunzi amemaliza form 6, anatamani kujiunga na chuo, lakini anaiona TIA haifahamu vizuri. Una ushauri gani kwa mwanafunzi ambaye anatamani kujiunga na TIA katika muhula wa masomo wa mwaka 2026 2027? Kwanza kabisa kwa mwanafunzi ambaye anatamani kujiunga na TIA, niseme tu TIA ni zaidi ya chuo, zaidi ya taasisi. Na nikisema hivyo namaanisha nini? Kwamba TIA ni sehemu ambayo inakujenga wewe kama kijana. Kwanza kuanzia kwenye malezi, kwamba TIA hapa walezi wetu wanatupa malezi mazuri sana. Wanatufuatilia sisi progress zetu kwenye kila sehemu, maendeleo yako yakoje kitabia na kitaaluma. Lakini pia tuna walimu wabobezi kwenye fani mbalimbali, fani za biashara, masoko, ugavi, uhasibu, wasibu wa umma, wapo hapa. Kwa hiyo ni walimu waliosheheni vipaji, walimu ambao sio tu walimu bali ni wazazi. Yes, kuna namna ambayo sisi wanafunzi au watoto tunakengeuka, basi wao wana act kama wazazi na kuturudisha katika mstari bora. Nadhani kwa mwanafunzi au kwa mzazi ambaye anatafuta chuo kizuri ambacho anatamani mtoto wake aje asome na awe ana future bora, basi TIA ni one of the best. Okay. Yes, hivyo kwamba sisi wenyewe pia sasa hivi tunajivunia kuwepo hapa. Kuwepo hapa miaka 6 ni unaona dhahiri kwamba ni chuo ambacho tulikichagua, tulikuja tukapenda mazingira yake, na ndio maana mpaka sasa hivi tumemaliza, tunajivunia kuwepo hapa. Na ukiangalia pia kwenye soko la ajira au huko nje, tuna watu wengi sana ambao wametuinspire sisi, walikuwepo hapa TIA. Kwa hiyo kutokana na hilo, sio tu hapa ndani kupata malezi au na elimu bora, lakini pia tunapata watu wabobezi wakubwa sana kwenye fani hizi za uhasibu, masoko, ugavi na kila kitu. Kwa hiyo nadhani TIA ni sehemu bora zaidi kwa mwanafunzi ambaye anatamani kuja kuanza chuo. Basi TIA ni sehemu ambayo akija atapata elimu yake bora na atajivunia zaidi kusoma hapa. Umekuwa kwenye siasa hapa chuoni. Je, tukutegemea hata mtaani pia ukijiingiza kwenye siasa kugombea nafasi mbalimbali au kwenye future plan pia? Kitu ambacho mimi nakiamini kutoka kwangu, I was born to be a leader. Yes, hicho kitu ninacho. Kiachana na kuwa nominated au kuteuliwa kuwa waziri mkuu, ninapenda tu uongozi kwenye maisha yangu kawaida hivyo. Kulead kila kitu kwenye tukiwa na marafiki, tukiwa kwenye magroups, kwenye nini, ninapenda kuwa kiongozi. Kwa hiyo passion hii ndio kitu ambacho ninacho, na inshallah tukutane jimboni. Yes. Kwa kumalizia, na swali kama moja kwa pande zote mbili. Madam Rachel, umekuwa kiongozi kwa hapa TIA kwa serikali ya wanafunzi. To expect Madam Rachel pia kujiingiza kwenye siasa mtaani na tegemea kuna uongozi wa nchi mbele ya safari pia? Yeah, katika hilo expectations iwepo, kwa sababu naupenda uongozi na nitauishi uongozi, na uongozi imekuwa ni maisha kwangu. Kwa hiyo Mungu akijalia na Mungu akitupa neema, tutakuwa kwenye nafasi kadha wa kadha kadri itakapompendeza Mungu kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeah, kwa hiyo leo Rachel niko hivi, lakini kesho title inaweza kubadilika muda wote. Sawa. Rachel, kuna tuzo unagombania, unaweza ukatueleza ni tuzo gani ambayo unaigombania na watu wakupigie vipi kura ili uwanie tuzo, na inafanyika lini na wapi pia? Okay, na contest Uni Awards Silent Ocean msimu wa 7 nilikontest kwenye category ya Best Female Public Speaker, ambapo inaunganishwa na msimu wa 8. So msimu wa 8 nimechukua nimecontest kwenye category ya Best Female University Leader, na kura zinapigwa kwa njia ya link ambao tutaiweka pale kwa ambaye atawish na
atakuwa ni fans wangu, anaweza akabonyeza pale link ikampeleka moja kwa moja, akaenda pale kwenye kipengele cha vote, akabonyeza akachagua category ya female public speaker and female university leader, akabonyeza pale kwenye jina la Rachel Ntumba, akavote na akacast vote, na hapo itakuwa successful na itaenda vizuri. Na tukio letu tunategemea kulihitimisha siku ya tarehe 31 mwezi huu, ambapo litafanyika event pale Ubungo, ukumbi wa kimataifa pale, tutakuwa pale. Kwa hiyo ninawakaribisha sana, karibuni sana, kura zenu ni muhimu. Ninawategemea katika ushindi huu. Na naamini nitafanya mambo makubwa, na tuzo hizi zitanisaidia mimi kupiga hatua zaidi katika kuiwakilisha jamii ya Tanzania, lakini pia kuwakilisha vijana kwa ujumla. Mwisho kabisa, mshauri yule kijana ambaye unamwacha chuo kwa sasa, anapitia changamoto nyingi sana, yani akiangalia anaona kama hawezi kutoboa kufika mwaka wa 3. Mpe neno la inspiration, aisa ni binti, aisa ni vulana kwa sasa, ambaye akiangalia hivi anaona kabisa ugumu wa maisha na ugumu wa masomo hawezi toboa kabisa kama wewe ulivyotoboa hivi. Okay. Kwanza kabla sijamtia moyo kijana, na tamani tufahamu kitu kidogo kwamba ukiwa mwanafunzi ama wanafunzi wale ambao bado wako chuo, inabidi waelewe kwamba they are not here only to pursue a degree level, diploma level ama certificate level, but they are here to build a foundation of future life. Yani kwamba usisome tu ili upate hicho cheti, bali inabidi usome wakati huo ukifikiria kilimo wako na ukijua kwamba wewe unatakiwa ukitoka hapo kwa suluhisho katika jamii. Kwa hiyo out of your professional, out of certificate ambayo utaipata hapa, wewe una kitu gani ama uwezo wako ni upi? Kwa hiyo nimshauri kijana kwamba jenga uwezo kwanza, tengeneza uwezo. Ukishotengeneza uwezo uonyeshe. Let's say Francis una uwezo fulani, lakini umekaa nao ndani, mimi siwezi kujua, lakini ukaonyesha kwamba I have this, huu ni uwezo wangu, hichi ni kitu changu, naweza kufanya hivi. Hata mtu akiwa anamtafuta mtu labda kufanya kitu fulani, anajua Francis nikimweka pale atafanya the best. Kwa hiyo onyesha uwezo wako kwa watu, wajue kwamba una uwezo gani, unaweza kufanya nini. Lakini nimtie moyo pia kwamba maisha yana safari nyingi, kuna ups and down, ni sawa, lakini yote kwa yote lazima usikate tamaa. Yani usiruhusu kukata tamaa, hata kama unapitia hard situation namna gani. Never quit, never give up. Yani komaa mpaka uhakikishe unatoboa kule ulikofika, na huwezi kukomaa kama una maono. Ukijua lengo lako kwamba maono yangu mimi nifike pale, ukitaka kuanguka hapa utakubali, kwa sababu safari yako bado unaiona mbele. So make sure unatambua kule unakoelekea, unajua safari yako inatakiwa iishie wapi. Ukiona bado hujafika, usiruhusu kuanguka, usiruhusu kushindwa. Yani hakikisha unatembea. Kama mwandishi mmoja wa vitabu alisema kwamba kama huwezi kutembea, yani kama huwezi kukimbia basi tembea, na kama huwezi kutembea basi tambani, kikubwa tu ufike. Unajongea. Yani usikae, usirelax. Kwa hiyo kufika nilipofika ni rahisi na inawezekana. Kikubwa tukaze, pambane, tutatoboa. Mimi mwenyewe bado nina safari ndefu, bado naendelea kujifunza, bado naendelea kupambana pia. That's good. Na malizia na my brother Lama ambaye alikuwa waziri mkuu mstaafu, sasa alikuwa anafunza TIASO, lakini ndo anamaliza pia masomo yake katika chuo cha uhasibu, taasisi ya uhasibu Tanzania TIA. Niambie changamoto ambayo huwezi kuisahau kipindi uko chuo, na maybe unataka kabisa kukatisha tamaa kuachana na masomo, na umpe neno la inspiration na encouragement kwa yule binti na mvulana ambaye unamwacha chuo kwa sasa. Kusema changamoto ambayo ishawahi kunifanya labda nikatamani kuacha chuo, hapana. Sijawahi kukutana na changamoto ya design hiyo. Lakini always kwenye maisha changamoto zipo. Changamoto zipo na uwezo kupinga changamoto. Yes. Ila kwa mtu ambaye labda anapitia changamoto kubwa ambayo inaweza kumfanya yeye akatamani kusitisha masomo, basi niseme kwamba hiyo sio chaguo sahihi. Kwa sababu gani?
changamoto sisi zinatujenga zaidi kuwa watu bora. Kwa hiyo unapokutana na changamoto ni kwamba kukata tamaa sisi tunasema nidhamu. Yes, kwamba utakiwi kukata tamaa. Kama mtu ambaye una matumaini na unaijali kesho yako, unatamani sana kufika malengo yako, changamoto inabidi utumie kama tunasema catalyst, si ndio? Kichocheo, kwamba changamoto hii nilionayo leo natamani niitumie changamoto hii kama opportunity ili nifikishe sehemu nyingine. Yes. Kwa kijana ambaye anapitia changamoto, aamini kuwa kila binadamu ana changamoto, tumetofautiana levels za changamoto hivyo. Kuna mtu ambaye ni tajiri lakini anapitia changamoto kubwa pia ambazo ziko kwenye level yake. Kwa kila mtu ana levels za changamoto kwa the way anavyoishi na maisha yake yalivyo, ila changamoto isikirudishe nyuma. Changamoto ikufanye uende mbele zaidi. Yes. Kwa hiyo kama kijana, itumie changamoto yako kukufikisha sehemu ambayo wewe utakuwa bora zaidi na sehemu ambayo ulikuwa unawish kufika. Hapa chuo ukiwa na changamoto ambayo labda maybe utatamani usitisha masomo yako, ndio maana tuna hizi idara za kurugenzi za wanafunzi. Yes. Kwa hapa TIA ni idara ambayo inafanya kazi kwa ukubwa sana. Yes. Kuna muda wanawasaidia wanafunzi mpaka shida za fedha. Yes. Kuna mtu kabisa anashindwa maisha yake, anashindwa kuyaendesha, labda background haimsupport na nini. Lakini kurugenzi hii, idara za wanafunzi, wamekuwa na play part kubwa sana kwenye kuwasaidia wanafunzi kuepukana na hayo matatizo. Wanatoa hadi counseling. Kuna muda pia mahusiano yanaweza kapelekea ukafikia hatua hiyo. Kuna mtu ambaye labda maybe upo naye amekusumbua nini. Kwa hiyo kurugenzi hile ya wanafunzi inasaidia pia. Yes, hivyo inawasaidia kwenye mambo hayo. Inakupa ushauri ni kwa jinsi gani wewe unaweza kuepuka hilo au ufanye nini ili kuendelea kuwa bora zaidi kila siku. Kwa hiyo changamoto zipo na tuzifanye changamoto tusaidie sisi kutoka pale kwenye zile changamoto na kufanikiwa zaidi na sio kukata tamaa. Sawa. Role model wako nani? Mimi role model wangu? Role model wangu mimi ni Warren Buffett. Yes. Sababu kwanza kabisa yeye ni hard worker, yani kwamba haamini kabisa kwenye kukata tamaa. Yes. Kwenye kukata tamaa yeye haamini huko kabisa, anaamini kwamba kila siku ninavyoamka mzima basi nina chance ya kufanikiwa. Yes, as long as napumua nina uwezo kuibadilisha kesho yangu kwa kutumia muda huu nilionao sasa hivi. Yes, kwa hiyo Warren Buffett ni watu ambao ninahusudu sana, na kwa hapa kibongobongo role model wangu ni Joram Nkumbi. Lumbi. Yes. Ni mtu ambaye namfuatilia sana na anani inspire. Yule ni kiachana tu na kuwa ni mtu kutoka nilipozaliwa mimi Singida, pia ni brother ambaye anafanya poa sana. Kaamua kukitumia Kiswahili kumpeleka yeye duniani. Yes. Unaweza kaangalia ni kwa namna gani alitake opportunity ya yeye kuwa Mtanzania, yeye kuzungumza Kiswahili. Leo hii anaenda nchi za nje, anaenda kushiriki makongamano makubwa. Lakini ukiangalia nini ambacho kimemfanya kufika pale, ni kuamini kuwa Kiswahili kina value kubwa sana na kina uwezo kumfikisha yeye duniani. Kwa hiyo Joram Nkumbi ni watu pia ambao nawahusudu sana kwenye njia zangu ambazo nazipita kwenye kufanikiwa. Role model wako nani? Role model wangu mimi wa kwanza, siwezi kwenda mbali kabla sijaanzia nyumbani. Role model wangu mimi wa kwanza ni wazazi wangu. Kwa sababu wamekuwa msaada mkubwa na wamekuwa wakinipa imani kubwa sana juu ya njia ama mafanikio ambayo naendelea kuachieve mara kwa mara. Role model wangu mwingine kwenye engo ya uongozi ni Joel Nanauka. Joel Nanauka ni role model ambaye nilianza kumfuatilia muda mrefu sana. Wakati ambao bado sikuwa nimefikiria kuwa kiongozi, wakati ambao nilikuwa nimeanza kufanya public speaking. Nilianza kumfuatilia sana yeye na sikuwa najua kama siku moja atakuwa kiongozi. Ila nilikuwa napenda kazi anazozifanya, nilikuwa napenda machapisho anayoyafanya, kwa hiyo nilikuwa namfuatilia sana. Lakini kwa kike ni Jokate Mwegelo, pia ni role model mzuri kwa sababu ni kiongozi binti ambaye ana misimamo na anajituma, anachapa kazi na ana weledi katika majukumu yake ya kikazi. Kwa hiyo namfuatilia na napenda njia zake, anavyofanya, anavyoishi. Sawa. Yo, that's it. It's your
boy, your host with the most, king of innovation, SQ boy, nita Triple V, vitu vimekaa venyewe. Leo niliandika historia na finalist, na si tu finalist, lakini walikuwa viongozi katika serikali ya wanafunzi TIA TIASO. But before sija log out, before sija sign out, nampa nafasi Rachel amuulize swali moja Rama amuulize swali moja Rachel, lolote ambalo natamani alijiwa, ambao kwa miaka mingi labda wakati wanafanya kazi pamoja alikuwa anatamani kumfahamu au kumuuliza swali fulani. So that is your chance. Naanza na Rachel. Okay. Kwanza naweza nika review back kidogo. Ramadhani ni mtu ambaye wakati tumeanza mwaka wa kwanza sikuwa namfahamu. Sikuwa namfahamu, ila ni mtu ambaye nilimfahamu kupitia simu for the first. Nakumbuka aliwahi kuni DM kwenye Instagram. Nadhani alikuwa anaona machapisho yangu na nini, kwa hiyo akawa amenitafuta kule. Kwa hiyo baadaye sana ndo nikaja kujua kumbe huyu mtu nasoma naye, kumbe huyu mtu tuko kwenye eneo moja. Kwa hiyo ndo mwanzo wa mimi kumfahamu. Kwa hiyo natamani sana kufahamu. Nitamuuliza tu maswali mawili. Swali la kwanza, natamani kufahamu maono yake ni yapi? Maono yake ni yapi katika maisha kwa ujumla. Lakini swali la pili ni kwamba yani aliwezaje kunifahamu mimi na aliwezaje kunifuatilia kwenye hicho kipindi cha nyuma? Sawa. You can answer the question au utamuuliza swali moja. Sawa. Maono yangu kwanza kwenye maisha, mimi natamani kuwa mfano kwa vijana wengine. Hicho ndo kitu ambacho kila siku nikilala nikiamka nakiwaza, na nazidi kuangalia kwamba okay, nitafanya kitu gani ambacho kitawa inspire watu wengine. Yes, kwamba natamani kufanikiwa ili mafanikio yangu mimi sasa yaende kuwa chachu kwa vijana wengine. Hicho ndo kitu kikubwa zaidi ambacho nakiwaza zaidi kwenye maisha yangu. Na kila siku ninavyoamka na kupambana, basi natamani iwe hivyo. Yes. Pia kitu kingine alichoniuliza ni kuwa nilimfahamu vipi. Mimi nina kasumba moja kwamba namkubali mtu kutokana na uwezo wake. Yes. Madam Rachel Ntumba ni mtu ambaye nilikuwa namfuatilia kwenye page zake za Instagram akipost, lakini yeye alikuwa hafahamu hilo. Alikuwa nikipita nakuta amepost hii Brain Food Platform Academy kaanza nayo muda mrefu sana. Nilikuwa nafuatilia, naona okay, ni mwanamke ambaye pia ni binti, yani anajaribu kuyafanya yale mambo makubwa. Tunasema ile ana aim higher, unaona hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa niko inspired kweli kuona binti lakini still bado ana perform vizuri, anajiamini. Yani hivyo. Na kitu ambacho kilinifanya mimi ni mdimu ni siku hiyo aliteuliwa kuwa mbunge na pia waziri wa fedha. Yes. Ile siku nikaona yes, kweli bana. Ukihitajika utaitwa kweli. Kwamba kwa nini kaekwa pale ni kwa sababu ya kazi zake anazozifanya. Mwanamke, tunaamini kuwa wanawake wengi kwa sasa wanakuja kweli kwa sababu wameanza kupata zile innovations na nini, exposures kutoka kwa watu ambao washafanikiwa, lakini wanawake wanakuwa wana ile kasumba ya kurudi nyuma kwamba mimi siwezi kwa sababu ya jinsia yangu. Lakini Rachel alikuwa ana uwezo, ana perform, anajiamini kwa kila kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo sikio nilimdm, nikampa pongezi, nikamwambia kuwa keep going. Kuna watu wanakufuatilia na kazi ambazo unazifanya ndo zinawapa watu ujasiri zaidi wa kuona okay, huyu tunaweza kufanya naye kazi na ana uwezo kutufaa kufikia malengo yetu sisi hivyo. Kwa hiyo sababu ya mimi kumdm yeye na kumtafuta ni kumpa pongezi, na pia ni mtu ambaye nilikuwa namfuatilia muda mrefu. Hakukuwa na mengine. Mmoja swali moja la lolote ile Rachel. Swali ambalo nataka nimuulize hapa ni kitu gani ambacho yeye anatamani zaidi kukifikia. Yani kuna ile milestone goals ambazo yeye anazo kwenye maisha yake. Kama CEO wa Brain Food Platform Academy na pia ni binti mahiri ambaye anatamani kufikia sehemu, kwamba ni milestone goal gani ambayo anayo yeye anatamani kuifikia. Okay, you listen this question so you can answer in short. The milestone zangu kwenye upande wa Brain Food, na tamani isiyo tu ni taasisi ama academy ambayo itaishia tu around Tanzania. Natamani iwe ni taasisi ambayo itakuwa ni international, ambayo itadeal na masuala ya kifedha international, itadeal na uongozi international, entrepreneurship, personal development international.
Kwa hiyo natamani kuwafikia ama kuyafikia mataifa mengi zaidi, lakini pia natamani sana na napenda kuisaidia jamii. Kwa hivyo Mungu akinijalia na akanibariki, nitafanya matukio mengi ya kurudisha zaidi kwa jamii, kwa sababu kitu pekee ambacho nimejifunza na ambacho ninaamini ni kwamba maono ili yawe maono mazuri ni yale ambayo yanagusa maisha ya watu wengine. Yes. Kwa hivyo naamini kwamba leo nikigusa maisha ya mtu mmoja, kweli ninaweza nikawa na kitu cha kujivunia na cha kusema kweli nimeishi nafasi ya maono ndio nayo. Yeah. That's good. Yo, sina cha ziada. It's your boy Ice Boy au niite Francis. It's another beautiful day. It's another productive day. All the way stand up kutoka TIA. Yo, shout out bro to be with the same city. Shout out my girl to be with the same city. I appreciate it so much more. Love, endelea kwa karibu na Student Connect.